Abdulaziz, mbona umekuwa tense bwana? Ewa. Abdulaziz bwana, rafiki yangu anatoka Mombasa. Katika watu ambao wananishangaza sana mimi ni kuwa Abdulaziz kasoma financing katika hali ya juu sana, kiasi ambacho sitaki kusema mengi kwa sababu sidhani kama utapenda nimsifie, lakini hawa wamezaliwa kama saba, mashallah, na wanawake ndani wote A student, wote A student, chuo chochote watakachosoma, na ni Wamanyema wa Mombasa hawa. Sasa msema Mombasa. Sasa Abdulaziz yeye anaipenda Tanzania, anakipenda Kiswahili. Sasa mimi ninashangaa huyu mtu financing level ya juu, afanya kazi katika multinational organizations. Hii Kiswahili inakuja vipi? Hebu niambie, hii kupenda Kiswahili inakujaje? Hivi amekuja katika Mombasa, amekuja kuhudhuria ndani, kuna wanaita nini? Tuzo la Safari la vijana walioandika mashairi na sanifu katika East Africa nzima. Naam. Karibu watu 300 walishiriki katika hilo zoezi. Yeah. Na wamepatikana wasita katika vitengo mbalimbali walioshinda. Na mwenye kiti wa hiyo organization ni mzee Abdulatif Abdallah. Sasa ananiambia Abdulaziz anasema yeye Abdulatif kamwambia bwana, mimi nako Dar es Salaam kuna shughuli hii. Kasema basi na mimi ninakuja. Nakwambia hivyo mtazamaji, upate kuona mapenzi yake kwa lugha ya Kiswahili na mapenzi yake katika historia. Hichi kitabu kaniletea sasa hivi. Anasema kitabu cha Mtoro bin Mwinyi Bakari. Huyu bwana ni mtu wa huku German East Africa, lakini alikwenda ataeleza moja. Hebu tueleze huyu mtu bwana. Okay, huyu Mtoro Mwinyi Bakari naweza kusema ni mtu wa ajabu sana, si mtu wa kawaida, kwa sababu kwa sababu historia yake imeandikwa miaka 80 baada ya shakufa. Zaidi ilikuwa inategemea zile kumbukumbu za vitabu na nini. Hakuna oral history, watu ambao walikuwa wanaeleza kwa tulimuona alifanya hivi, lakini kuna ushahidi wa kiasi fulani waweza kutegemewa ambao waeleza maisha yake yalivyokuwa. Lakini yeye mwanzo yeye alizaliwa mwaka 1869 na akafa. Kazaliwa wapi? Bagamoyo. Taib. Akafa mwaka 1927. Kuna watu wanaosema ni Mzaramo, lakini vyovyote itakavyokuwa amezaliwa Bagamoyo, na yeye mwenyewe anajiita Mswahili. Na nimemjua mimi kwa kusoma kitabu kimetafsiriwa na Mjerumani mmoja aitwa Volten, chaitwa Dasturi za Waswahili. Ndani yake inaeleza mambo ya kitamaduni, ya harusi, ya chakula, ya ngoma na mambo mengi zaidi. Sasa kupitia hicho kitabu ndio nikajua kuna hichi kitabu chake kingine ambacho chaeleza maisha yake alivyoishi mpaka kufa kwake. Na mwanzo wa maisha yake kama miaka 30 alisoma dini kiasi cha kuwa akawa ni imamu wa msikiti mkubwa pale Bagamoyo. Alikuwa shekhe mkubwa yuko, lakini mara nyingi akimwacha yeye kuswalisha na nini. Kisha huko mbele kama mwaka 1905 akaenda Ujerumani kusomesha Kiswahili. Mwanzo alikwenda Hamburg, ndio akaishi huko kwa muda mrefu, lakini mwishowe alikufa Berlin. Na akaandika vitabu na articles nyingine ndogo. Lakini kitu kinanishangaza ni ile wale wa Jerumani lazima waliona huyu mtu yuko ana kipawa fulani katika elimu, katika Kiswahili, ndio akampa nafasi ya kwenda kule. Na alipokwenda kule mwaka 1905 ama na 6 hivi, akaoa mwanamke wa Kijerumani na akakaa miaka fulani, lakini akaona ule ubaguzi wa rangi na kabila ulikuwa mwingi sana kule Ujerumani, na Wajerumani hakuna aliyekubali hata mmoja. Vipi mtu mweusi aweza kuoa mwanamke wa Kijerumani? Sasa alikuwa anapata shida kila mahali. Mwanzo wakakataa ile ndoa yake, wakimwambia wewe una mke kule kwenu,
na ni hatia Ujerumani kuwa na wake wawili. Ikabidi amwache mke wake huyo wa huko Bagamoyo ili aweze kumuoa yule. Alipoweza kufaulu hivyo, bado pia ikawa zile dharau na kuonewa na nini kwa ajili ameoa Mjerumani zinaendelea. Ndio akaamua miaka michache baada ya hapo, mwaka 1905 kurudi zake Tanzania. Wakaja na meli na wakafika, kama ni bandari kama ni ya Bagamoyo ama ni Dar es Salaam. Yule governor general wa Tanzania wa Kijerumani wakati ule wakakataa ashuke, kwa sababu walisema vipi mtu mweusi ameoa mwanamke wa Kijerumani mweupe na atakuja kuishi naye hapa, itakuwa ni picha mbaya. Baada wao miaka yote hiyo kueneza kuwa watu weupe na Wajerumani ni bora zaidi, na kuena ile picha na sura ya wazi wazi kuonyesha Mwafrika huyu ameoa Mjerumani, wakakatalia, ikabidi arudi huko Ujerumani. Ndio aliporudi akaishi tena miaka fulani mpaka mwaka 1927 akafariki na akazikwa Berlin. Kulingana, hakuna mahali yasema wazi wazi, lakini kulingana na vile nilivyosoma naona kama alibadilisha dini akiwa kule, lakini sina hakika. Lakini vile kuangalia somo peji hino na ile ukurasa huu, nikaona yaonesha kama hakuzikwa Kiislamu ama akifa alikuwa si Muislamu. Sasa hiyo ndio historia yake fupi, lakini nasema nimeingia hamu ya kumsoma zaidi, ndio nikanunua hichi kitabu Mkuki na Nyota na nikampatia ndugu yangu hapa Sheikh Muhammad Said, yeye pia asome. Manake bwana Muhammad Said hata alikuwa anaandika shairi sijalimaliza kuhusu umahiri wake katika uandishi, katika uhariri na kuwa msomi katika elimu na fani mbalimbali. Kwa hivyo huyu bwana ninavyomuona mimi alikuwa ni mtu si wa kawaida kabisa, na alikuwa mwerevu sana na amesoma sana, na ikaendelea mpaka hajulikani nani alipanga hii safari yake, lakini akaenda Ujerumani na kule alikuwa anasomesha Kiswahili. Miaka yote alikuwa hapo kule alikuwa ni mwalimu wa Kiswahili. Ndio huyo Volten, huyo Mjerumani ana PhD, Dr. Volten, ndio alimsaidia kuandika, kutafsiri kile kitabu chake cha kwanza. Sasa kile mimi sijakiona, kiko university kadha wa kadha, sijui Oxford, SOAS, University of Pennsylvania, kile cha Kiswahili, the original copy iliyoandika. Kwa sababu hichi sikukifurahia sana hichi cha Kizungu, sababu mashairi muhimu yale ya kitamaduni yametafsiriwa Kizungu. Sasa raha ya yale mashairi uyasome yakiwa kwa Kiswahili, ndio unaona ile fani na uwezo na ubora wa yule aliyeandika kuliko yakiwa yanatafsiriwa Kizungu. Lakini inshallah nitakitafuta, nitakipata Mungu akipenda. Sasa hiyo ndio historia fupi ya huyu bwana Mtoro bin Mwinyi Bakari. Unajua Abdulaziz, hapa huyo mtu hakuna mtu yote anamjua. Mimi nimesoma sana, sijamsikia. Nimepata kumsoma kwa nyuma kwa kupitia tu. Lakini wewe ndio leo jana tumekutana, ndio ukaniambia bwana kuna kitabu na kuna kukitafuta hapa. Ndio ukanipa habari ya Mtoro Mwinyi Bakari. Ukasema huyu mtu Bagamoyo. Lakini sidhani kama Bagamoyo ama hapa kwetu tuna kumbukumbu yoyote mtu huyu. Naam. Hata mimi nilishangaa kwa hakika, mbona sijamsikia mbeleni. Lakini kitu sijui kama kuna connection, kuna uhusiano hapo, lakini ilinijia nikasema ule msikiti wa Mtoro ni jina la nani lile? Nikajiuliza, lakini sina. Yule Mtoro Mwinyi Mangara ni Mzaramo. Okay. Huyu mtu wa Bagamoyo kama historia yake yoyote itakuwa Bagamoyo. Okay. Na kwa vyovyote maana Bagamoyo, elimu yote ya Bagamoyo ipo pale nyumbani kwa Zawiani pale kwa Sheikh Muhammad Ramia. Okay. Labda na nikwambia mtazamaji Abdulaziz, sitaki kusema hapa Tanzania, utashangaa dunia. Sijui ni nchi gani ambayo yeye mguu wake haujapata kufika. Lakini kwa muktasari tu ni kuwa Abdulaziz amewahi kuja Tanzania, akatembea sehemu nyingi. Siku moja usiku ananipigia simu, yupo yeye na kaka yake Captain Twalib. Kaka yake ni mtaalamu wa mambo ya meli, ni
nani baharia, captain. Yeye anapenda maulidi, ananiambia kakangu anapenda maulidi, tumetoka Mombasa sisi tumekuja Moshi kwenye maulidi, na wakati ananiambia anasema na kakangu ana mlango mmoja leo atasoma hapa. Sasa fikiria hawa watu wazazi wamesoma sana secular level ambayo kama nilivyokuambia mwanzo, hii familia si kawaida. Sasa wanatoka Mombasa kafagiwa mlango wa kuja kusoma maulidi Moshi. Na mimi nimekaa Moshi, kwa hiyo ananiambia haya maulidi bwana, katika maulidi makubwa hapa Moshi. Na nazungumza naye kwenye simu na nasikia watu wanaitikia. Haya, amekuja hapa, amekwenda mpaka wapi alipozikwa Mbaraka Mwishe. Sasa mimi nataka kuona nyumbani alipozikwa Mbaraka Mwishe na nione nyumbani kwao. Na akanisikitikia kasa, nimefika kwa Mbaraka Mwishe hawana kumbukumbu yoyote yake. Na huyo mtu alikuwa mtu maarufu, mwanamuziki maarufu Afrika Mashariki. Haya, amekwenda mpaka museum ya Majimaji, na akaja hapa kaletea vitabu kama 5 hivyo, akasema Mohamed, vitabu vya Majimaji, wewe mwana historia, hebu. Kwa hiyo Abdulaziz hivi sasa nimekaa nimemshtukia tu kanikongea, ni mtu kidogo wa ajabu. Lakini nataka kuambia kitu kimoja cha kushangaza, ujue dunia ndogo. Siku tumekwenda Mombasa, basi tumekwenda kuswali Ijumaa, akasema leo tuende nyumbani kwa mwanabii mkubwa. Tunatoka msikitini pale nje na kutana na Captain Talib. Sasa yeye Abdulaziz hajui kama Captain Talib tunajua kwa sababu ya kazi zetu. Mimi niko bandari ya Captain, analeta mameli makubwa Tanga, Dar es Salaam. Anaambia huyu kakao, nikamwambia Captain Talib huyu kakako, nikamwambia namjua miaka. Sote kwa tumeshangaa. Na mashallah mama yao mtu mzima bado ana nguvu zake. Basi tumekwenda pale. Mara ya mwisho tumekwenda ilikuwa harusi. Sasa tumekwenda kula chakula wao, kwa harusi ile Ijumaa wanafanya chakula, watu wote mtano wanakuja kula pale. Akanionyesha na dada yake, nikamwambia vipi na huyu kipanga vile vile. Sasa na wa kwanza darasani. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awazidishie wao. Na nimesahau kwa kitu kingine. Binti yake mmoja alikuwa Kenya 1 kwa sababu mtihani alikuwa number 1 nchi nzima. Mashallah, Mwenyezi Mungu akuzidishie bwana. Basi huyu ndo rafiki yangu bwana Abdulaziz kutoka Mombasa bwana. Yeye ni familia maarufu, ukienda Mombasa ukifika kule ukiwauliza utawapata tu bwana. Na leo kaniletea zawadi. Na kila kija haji mikono mitupu. Asante bwana, asante. Hauna lipi la kusema labda? Unalipi la kusema bwana? La zaidi tu ni kusema Tanzania kwa ujumla ikiwemo ndani yake Zanzibar, na pia nafuatilia sana historia yake, na zaidi Sheikh Muhammad Said ndo alinifanya upande wa historia hiyo. Kwa kila wakati tukizungumza unajua jambo jipya ambalo hukulijua mbeleni, na yale majina ya wale waliokuwa wana historia muhimu, namna Sheikh Muhammad Said anavyokumbuka na kueleza ni pia kwa jambo la ajabu. Historia ya Zanzibar pia ni nzuri sana. Kwa hivyo na Tanzania kwa ujumla napenda kutembea kama alivyoeleza Sheikh Muhammad Said. Nishatembelea mikoa yote 36 ya mikoani huko ya kusini, Bukoba, Musoma. Yaani katupia hata sisi ambao tumezaliwa hapa hatujafika. Yeye katoka Kenya kaja huko atembea nchi nzima hii. Alhamdulillah. Na katika usafiri hata ukaelezewa vipi haiwezi kuwa sawa na kuona kwa jicho lako. Kwa hivyo nashukuru, nimepata faida kubwa sana kwa kuzunguka hapa Tanzania na nchi nyingine zote kwa ujumla ambao Mwenyezi Mungu amenijalia nimeweza kufika. Nashukuru sana. Na nia kuendelea tena kusafiri zaidi. Inshallah karibuni nitakwenda Togo, Benin, Ghana na Ivory Coast. Yeye anakwenda tu kwa tafadhali sasa, hebu nipe tiketi nitakwenda fulani. Lakini kitu katika siku zote niko na Abdulaziz kwa lishangaza siku hapo waliponiambia kuwa sisi ni wa Manyema. Abdulaziz wa Manyema. Sasa haijapita miezi mitatu ndo kaniambia sisi ni wa Manyema.
Nikaambia basi bwana Abdulaziz, basi maana you never cease to amaze me, kila siku unanishangaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kwa hivyo simu yako hiyo ukiweka hiyo